wa Joyce Meyer Ministries. Si lazima ujitolee kuwachukua na kuwabeba kwa gari lako kwa sababu umesikia kwamba gari lao lina matatizo. Wamekuwa wakikukosea. Unaona, Mungu hatupatii nafasi ya kuchagua kufanya kile ambacho dunia inafanya. Anatupatia nafasi ya kuchagua Haya, Warumi mlango wa 6. Sasa wacha niambie kitu kuhusu kitabu cha Warumi. Unahitaji kusoma Warumi 5, 6, 7 na 8 mpaka uelewe. Na kulingana na jinsi umeshikilia mtazamo wa kidini akilini mwako, huenda itakubidi usome kwa miaka 2 au 3 ili mwisho uelewe. Kwa sababu maandiko haya yanazungumzia jinsi tumefanya kuwa waadilifu mbele za Mungu kupitia Kristo na wala si kupitia matendo yetu. Yanazungumzia kuhusu mwili na roho. Jinsi unavyoweza kutaka kufanya kitu rohoni mwako na bado utake kufanya kitu kingine tofauti kabisa na mwili wako. Mtume Paulo anazungumza kuhusu mtanziko huu sawa na vile sisi sote huupitia. Tatizo langu ni nini? Lile nilipendalo silitendi, lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema, lipo lililo baya. Ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Hatimaye anasema namshukuru Mungu atakayeniokoa kupitia Kristo. Basi Paulo alikuwa anasema, natambua vitu viwili vinavyofanya kazi ndani yangu. Sehemu yangu moja inataka kutenda mema na sehemu nyingine inataka kutenda maovu. Nahitaji kusaidiwa. Nawezaje kufikia mahali ambapo daima nitakuwa natenda mema? Basi ni Kristo peke yake ndiye anayeweza kufanya kazi hiyo ndani yetu kwa kutupatia uwezo na neema tunayohitaji kuenenda katika mapenzi ya Mungu. Bora tumuombe atusaidie, nishatu jinyenyekeze na useme, usiamke tu na useme, Mungu nitaenda leo nje na niwe mwema kwa kila mtu. Hapana, nasema Mungu nisaidie niache kujifikiria mimi binafsi. Nisaidie nijali zaidi kuhusu kufanya watu wengine wawe na furaha kuliko jinsi ninavyotaka kuwa na furaha mimi mwenyewe. Unaona, hata yale mambo ambayo Mungu ametuambia tufanye, bado tunahitaji usaidizi wake ili tuyafanye. Kama huwa sipandi hapa juu bila kumwambia Mungu anisaidie. Na ungefikiria kwamba naweza kufanya kazi hii kwa urahisi sana. Kila andiko ambalo nimetumia wikendi hii, maandiko yote niliyafungua na nikayasoma yote mimi mwenyewe tena na tena kabla ya kuja hapa, kwa sababu natumainia nguvu ya neno kuliko jinsi ninavyotumainia mwili wangu mwenyewe. Ilinichukua muda mrefu, lakini kitu tunachopaswa kuweza kufanya. Basi katika Warumi 6 kuna funzo la ajabu ambalo tunahitaji kujifunza. Warumi 6:1 na 2. Tuseme nini basi kuhusu jambo hili? Tudumu katika dhambi ili neema, kibali na rehema izidi kuwa nyingi. Sasa bila shaka ni swali la kipuzi, lakini Paulo alikuwa anahubiri ujumbe huo wa neema, na alikuwa anazungumza watu wengi waliokuwa wameishi chini ya sheria na walihisi kana kwamba msingi wa uadilifu wao mbele za Mungu ulikuwa ni kutii sheria. Lakini huwezi kutii sheria kikamilifu, haijalishi utafanya nini au utajaribu kwa bidii kiasi gani. Na ukiishi chini ya sheria, ukivunja sehemu yake yote, basi unakuwa na hatia kuivunja sheria yote. Na basi watu hao wa kusikitisha waliishi chini ya mfumo wa kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi kwa miaka na miaka na miaka na miaka. Sasa Kristo alikufa kwa ajili yetu, anatii sheria kikamilifu. Alilipa gharama ya uhuru wetu wote, na anasema nitawapa neema, na mahali kuna dhambi nyingi, basi neema nayo itakuwa nyingi. Hakuna njia yoyote unaweza kutenda dhambi kushinda wema wa Mungu. Basi sasa watu hawa wapumbavu wanakuja na kusema, basi nadhani hata hatupasi kujaribu kujiepusha na dhambi kwa sababu kuna neema, na nafikiri kadri tunavyozidi kutenda dhambi ndivyo tutakavyozidishiwa neema. Basi anasema katika mstari wa 2, la hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Sasa tunapompokea Kristo, tulipotumbukizwa katika maji ya ubatizo, tulitoka tena, tuliifia dhambi. Ubatizo ni ishara ya nje ya uamuzi wa ndani wa kumfuata Kristo. Tumezikwa pamoja na Kristo, tumefufuliwa katika maisha mapya. Pengine unasema basi kuifia dhambi kunamaanisha nini? Basi haimaanishi kwamba dhambi imekufa. Dhambi iko hai kabisa na kuna majaribu kila uendako, lakini kuna sehemu ya utu wetu ambao umeifia dhambi. Sehemu yetu ya roho haitaki kutenda dhambi. Ndiyo maana unapompokea Kristo unaweza kufadhaika sana kuliko jinsi ulivyokuwa umefadhaika kabla ya kuokoka, mpaka utakapojifunza ujumbe wote ulio hapa. Mwanzoni utakuwa unajihisi kama una furaha kubwa na utaona kila kitu ni kizuri ajabu. Itakuwa tu ni jamani
Oh Yesu, oh Yesu, 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 wewe ni kila kitu. Kisha ghafla Mungu anaanza kusema, sawa, wakati wa kuwa mtoto mchanga umeisha, sasa ni wakati wa kukua. Na mambo yote ambayo ulikuwa unafanya hapo awali bila kuona ubaya wao, ghafla anaanza kukutatiza. Unamaanisha nini? Sasa siwezi kufanya hiki na siwezi kufanya kile, siwezi kufanya hiki. Basi hiyo ni kwa sababu sehemu hii yako ya kiroho ambayo imeifia dhambi haitaki tena kuendelea kuvumilia sehemu yako ya kimwili ambayo bado ina kanuni ya dhambi ndani yake. Najua kwamba najaribu kuwafundisha mambo mengi, kwa hivyo natumai sitawapoteza, lakini ikiwa hivyo, naamini kwamba Mungu atawaelezea baada ya mkutano. Mnaonaje hiyo? Kwa sababu siwezi kukufanya uelewe swala hili ikiwa hujielewi wewe mwenyewe. Ikiwa umezaliwa upya katika roho yako, basi utataka kutenda mema na una kila kitu ndani yako unachohitaji ili umtii Mungu. Unaweza kujidhibiti mwenyewe, una upendo, furaha, amani, subira, wema na ukarimu. Yote haya yako ndani yako, lakini bado una mwili ambao ni mwili wako wa nyama na nafsi yako, sehemu za nafsi yako ambazo bado hazijasulubishwa. Hiyo inamaanisha sehemu ya nafsi yako ambayo bado hujaikabidhi kwa Mungu. Kuna vita kwa ajili ya nafsi ya mwanadamu. Roho wa Mungu anakutaka kikamilifu, shetani anakutaka kikamilifu. Roho wa Mungu hufanya kazi kupitia roho yako ili akufikie. Shetani hufanya kazi kupitia mwili wako ili akufikie. Na ndiyo maana huwa tunapatwa na hisia za aina fulani. Haimaanishi wewe ni mwovu, haimaanishi wewe ni mtu wa ajabu, haimaanishi hujaokoka. Inamaanisha wewe ni mwanadamu ambaye bado yuko katika hali ya kubadilishwa. Amen. Lengo letu ni kujisalimisha kwa Mungu, si kujisalimisha kwa shetani. Je, mnaelewa mambo haya? Mnaniangalia kana kwamba utajisalimisha kwa kitu gani? Utakubali kujisalimisha kwa jaribu gani? Kwa maoni yangu, nafikiri hii ni njia rahisi sana ya kueleza jambo hili. Wangapi kati yenu mmewahi kujaribu kusamehe mtu lakini hamkumsamehe? Usiniambie mambo hayo. Nikisema nani nataka muujiza, mikono yote itawekwa juu. Tafakari jambo hilo. Je, mmewahi kujaribu kutoa sadaka kubwa zaidi kushinda ile yako ya kawaida? Sasa hivi nikisema mtu aniletee glasi ya maji, watu wengi watakimbia mlangoni kujaribu kuniletea maji. Lakini pengine mume wako akitembea karibu nawe nyumbani na aseme, naomba uniletee glasi ya maji, utasema, unafikiri mimi ni mtumwa wako? Nini ukajichukulie maji mwenyewe? Nimewashika sio? Sifanyi mzaha. Nimefikia mahali maishani mwangu ambapo lengo langu ni kukubali majaribu ya Mungu, kujisalimisha anapojaribu kufanya kitu chema. Na nawaambia ukweli, Biblia inasema ukienenda katika roho hutatimiza tamaa za mwili. Hilo ndilo jambo zuri. Kitabu nilichoandika juu ya tabia sikukiita kuvunja tabia mbaya, kukuza tabia nzuri. Nilikiita kukuza tabia nzuri, kuvunja tabia mbaya, kwa sababu ukweli ni kwamba huhitaji kupigana na mambo mabaya. Unahitaji kuzingatia kukuza yale yaliyo mema, kisha hakutakuwa na nafasi maishani mwako kwa yale yaliyo maovu. Amen. Huhitaji kuzingatia mambo yote yaliyo mabaya maishani mwako kila wakati. Mwangalie Kristo zaidi, zingatia neno lake, anza kufanya yale anayotaka ufanye, na baada ya muda mfupi utasema tu, jamani, nabadilika, na hata sijui mabadiliko hayo yalitokea vipi. Hiyo itakufanya uwe na mtazamo mwema wa maisha. Sasa Paulo anasema umeifia dhambi. Tazama mstari wa 11, Warumi 6:11, vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu, uko katika ushirika usiovunjika naye katika Kristo Yesu. Sasa jihesabuni inamaanisha una maoni gani kuhusu mambo haya? Ukweli wa kimsingi ni kwamba kamwe hutaenda juu zaidi ya kile unachoamini. Kwa hivyo haijalishi umeifia dhambi kwa kiasi gani ndani ya roho yako, ikiwa huamini, hautafaidika kwa vyovyote. Nafikiri tunahitaji kutafakari sana kuhusu kile tunachoamini hasa. Je, kweli nahitaji kuamini kwamba nimeitwa kufanya huduma hii na kwamba nimesikia sauti ya Mungu kuhusu kile nitakachohubiri leo? Basi ikiwa kweli naamini hivyo, hakuna haja kabisa mimi kumwacha adui hata nijaribu ili nifikirie kwamba kazi hii haina maana au nilipata ujumbe usio sahihi. Unaona, niliachana na hayo zamani sana, kwa sababu huwa sipandi hapa juu ili nifadhaike. Napanda hapa juu
kumtii Mungu na kuwaletea kile ninachoamini ni neno kutoka kwa Bwana. Wangapi kati yenu mmewahi kufanya uamuzi na kuamini kwamba amesikia kutoka kwa Mungu kuhusu jambo fulani, kisha unapoendelea kufanya jambo hilo, shetani anaanza kukuambia kwamba unafanya jambo lisilo sahihi? Sawa, basi unaona, hapo ndipo unapaswa kusema hapana, naamini nimesikia kutoka kwa Mungu. Ni kile unachoamini ndicho kinaamua ikiwa utakuwa na amani au la, au utakuwa na hisia za kufadhaika au la. Haya, mstari wa 12. Basi dhambi isiwatawale ndani ya miili yenu inayodumu kwa muda mfupi, ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Basi pendekezo langu ni hili: kila asubuhi unapoamka na unakuwa na muda na Mungu, natumai huwa mnakuwa na muda na Mungu kila asubuhi. Kuza tabia ya kuwa na Mungu maishani mwako. Sema, Mungu, mimi huyu hapa. Najua kwamba unaishi ndani ya roho yangu. Nashukuru kwa kunikomboa. Asante kwa kunisamehe dhambi zangu zote. Sasa mimi ni wako leo. Tumia kinywa changu, tumia akili zangu, tumia macho yangu, tumia mikono yangu, tumia pesa zangu. Sasa tunaanza kuwa na wasiwasi. Oh. Lakini ni pesa zangu, hapana, si zako. Sisi ni wakadamu, si wamiliki, na hatungeweza kumiliki hata senti moja ikiwa Mungu angetupatia. Na upasi kuwa na wasiwasi, kwa sababu ukifanya kile ambacho Mungu anakuambia ufanye na pesa zako, utakuwa na nyingi zaidi kushinda zile ambazo ungelikuwa nazo kama ungejaribu kuzitumia kwa mahitaji yako binafsi. Mfumo wa Mungu wa masuala ya fedha ni wa ajabu sana. Mimi huyu hapa na kuletea viungo vyangu vyote. Kila kitu ninachomiliki, muda wangu ni wako. Kila kitu ni chako Mungu. Sasa nitumie kwa njia yote unayotaka leo. Na useme hivyo kutoka moyoni mwako, kisha ondoka. Unafikiri kweli utakabiliwa na pingamizi yote kutoka kwa shetani? Ndiyo, atakujaribu ili ufikirie, si kusikia sauti ya Mungu. Huu ni upuzi, watu wengine hawaishi hivi. Hupasi kufanya hivyo, hupasi kuwasamehe. Ukifanya hivyo, watakutumia vibaya. Hupasi kualika katika sherehe, hao hawakukualika katika sherehe. Si lazima ujitolee kuwachukua na kuwabeba kwa gari lako kwa sababu umesikia kwamba gari lao lina matatizo. Wamekuwa wakikukosea. Unaona, Mungu hatupatii nafasi ya kuchagua kufanya kile ambacho dunia inafanya. Anatupatia nafasi ya kuchagua kufanya kile ambacho yeye angefanya. Utachagua nini? Je, mnaelewa mambo haya? Wangapi kati pengine mnafikiria mmekuwa mkichagua kile kisicho sahihi kwa njia nyingi? Sawa, basi dunia si nyumbani kwetu. Tunapita tu. Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 11. Kwangu kumtumikia Mungu ni kitu cha kusisimua sana. Unapoishi kwa namna ninayozungumzia, ambapo hujaribu kuendesha maisha yako mwenyewe huku ukitarajia Mungu ayabariki, bali unatoa maisha yako kwake. Na najua mtazamo huo wakati mwingine huleta hofu. Je, sitawahi kupata kitu chochote ninachotaka? Ndiyo, utapata kiwango kikubwa zaidi ya kile unachotaka kuliko kiwango ambacho ungelipata kama ungetumia njia zako. Nikana kwamba hamniamini, lakini hiyo ni sawa. Wapenzi, na wasihi kama wapitaji na wasafiri katika dunia hii, ziepukeni tamaa za mwili, tamaa ovu, asili yenu ya chini zipiganazo na roho. Anasema nyinyi ni wapitaji na wasafiri. Kusema ukweli, tunapita tu. Billy Graham ambaye sasa na miaka 95 ameandika kitabu kinachoita Karibu Kwenda Nyumbani. Napenda kichwa hicho. Unajua nini, nilipofikia miaka 65 nakumbuka nilifikiri, unajua nini, nimeishi theluthi tatu ya maisha yangu. Niko karibu zaidi kwenda nyumbani kuliko hapo awali. Nafurahi kwamba hakuandika kitabu kinachoitwa Karibu Kufa. Hebu tafakari hilo. Tunapita tu, hapa si nyumbani kwetu. Kadri unavyozidi kuzeeka ndivyo unavyozidi kukaribia nyumbani.
na nataka kuishi nikizingatia zaidi uzima wa milele, kwa sababu huu utakuwa muda mrefu zaidi kushinda miaka hii michache ya hapa duniani, hata kama nitaishi miaka 100. Na unajua nini? Naweza kumbuka wakati ambapo kama ningekabiliwa na mauti, ningelikuwa na hofu kubwa, na nilihisi kana kwamba nilikuwa nadanganywa kabisa, kwa sababu maisha yangu hayakuwa mazuri hadi kufikia hapo. Lakini naweza kuambia kwa uaminifu kwamba niko tayari na nimefurahia maisha yangu. Mungu ametimiza neno lake na amenipa kitu kizuri ajabu cha kufanya katika kuhubiria watu neno lake. Lakini haya yote si kwa bahati tu. Mengi yanatokana na maamuzi tunayofanya. Ningeamua kusalia na machungu, ningeamua kumchukia babangu mpaka siku ya kufa kwangu, lakini hiyo ingeharibu tu maisha yangu ya hapa duniani. Singekuwa nafanya kile ninachofanya wakati huu. Tunaweza kuchagua, mnanielewa? Hupaswi kuishi kama watu wa kidunia na ufanye kila kitu ambacho mwili wako unakwambia ufanye. Tunaweza kuchagua, na tunachopaswa kuchagua kuamini ni kwamba kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu tunaweza kupinga majaribu ya Shetani, na tunaweza kujisalimisha kwa Mungu, na tunaweza kuwa watu ambao kila tunapojaribiwa kufanya kitu kilicho chema tunakifanya. Unajua, nataka kuhimiza asubuhi ya leo kujihadhari na kushikilia vitu kwa dhati. Huwa tunashikilia vitu kwa dhati, na hiyo ni hatari sana. Wacha tuzungumze kuhusu watu. Matendo ya Mitume 5:29 inasema ni sharti tumtii Mungu badala ya wanadamu. Ikiwa unaacha mtu mwingine akufanyie maamuzi yako, ikiwa unaacha hofu yako ya kupoteza urafiki wa mtu fulani, ikiwa unaacha hofu hiyo ikufanye ulegeze msimamo wako kuhusu kile unachojua ni sahihi, usishikilie watu sana kiasi kwamba unawaruhusu waibe maisha ya ufalme ambayo Mungu anataka kukupa. Kwa pamoja, usishikilie watu kwa kiasi hicho. Ni wanawake wangapi, wanawake warembo, ambao hufanya maamuzi mabaya kwa ajili ya wanaume kwa sababu wanahofia kwamba wataachwa wasipofanya maamuzi hayo. Unajua, ikiwa itakubidi upoteze kila kitu ambacho Mungu anataka kukupatia na ujichafue ili udumishe uhusiano na mtu, basi uhitaji uhusiano huo. Uhitaji uhusiano huo. Ikiwa tunajali sana sifa tulio nayo miongoni mwa watu, basi tutalipa gharama kubwa. Kuna gharama kubwa ya kuishi maisha ya chini. Na je, kushikilia mahali fulani kwa dhati? Sijui ni watu wangapi wamesalia katika kanisa lile lile ambao wamekuwa wakienda kwa miaka mingi ya maisha yao. Hawapati chakula cha kiroho hapo. Hawapati chochote. Hawakui. Wanalala tu sehemu kubwa ya ibada, huwa hawatamani hata kwenda huko. Wanangoja kwa hamu ibada ishe. Lakini wanasalia huko kwa sababu marafiki zao wako hapo. Wamezoea hali hiyo. Kanisa liko mbali sana na makao yao. Ningependa sana kwenda kanisa lile lingine, lakini jamani, itanichukua dakika 30 kufika huko. Jamani, sasa tunaweza kuendesha magari yetu kwa saa moja ili tufike kwenye seli ya discount ya 75%. Hupaswi kushikilia mahali fulani kwa dhati. Nenda katika kanisa ambapo utakuwa. Kanisa ambapo hutafarijiwa tu na neno, bali pia litakukabili wakati mwingine. Nenda mahali ambapo watu wanakupenda na wanakujali na watahakikisha unawajibika na watataka kujua uko wapi wasipokuona kanisani. Wacha kutangamana na watu ambao wanatia sumu katika maisha yako na hawakujali kwa vyovyote vile. Pitia kipindi cha upweke kama itakubidi, na uache Mungu akupe marafiki wa kweli. Jamani, sasa hebu tutafakari kuhusu Abrahamu kwa dakika moja. Mwanzo 12:1 hadi 4. Yamkini huu ni mfano mzuri zaidi ninaofahamu. Bwana akamwambia Abrahamu, jina lake lilikuwa bado halijabadilishwa kuwa Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa,
na kukubariki kwa mali nyingi na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka, utawatendea mema wengine. Sasa kitu ambacho pengine hamjui ni kwamba Abrahamu na jamaa zake wote walikuwa wanaabudu miungu, na Mungu aliingia katika maisha ya Ibrahimu ili ampe nafasi ya kuchagua. Alisema, sikiliza, ikiwa uko tayari kuachana na haya yote. Sijui alikuwa ameshikilia kwa kiasi gani nyumba yake, nchi yake, jamaa zake na marafiki zake wote. Na je, kama Ibrahimu angesema siwezi kuondoka, siwezi kuacha haya yote, na Mungu hata hakumwambia anaenda wapi. Ajabu ni hiyo. Alisema, ondoka na uende mahali nitakapokuonyesha ukishaondoka. Na ukifanya hivyo, ukiachana na maisha haya ya chini jamani, sasa ukiachana na maisha haya ya chini, haya hapa maisha ya juu zaidi nitakayokupa. Nitakubariki, nitakupatia kibali kwa kiwango kikubwa, nitakufanya uwe tajiri, nitakufanya uwe mashuhuri, nitafanya jina lako liwe mashuhuri, na nitakufanya uwe baraka kwa watu wengine kila uendako. Mungu anaweza kukuleta mahali ambapo utazingatia zaidi kuwa baraka kuliko kubarikiwa. Na wacha niwaambie kitu, hiyo ni ishara ya kwamba umehitimu kabisa katika uchumi wa Mungu. Hupaswi kushikilia nafasi fulani kwa dhati. Amen. Nilifanya kazi katika kanisa moja katika mji nilioishi kwa miaka 5, na marafiki zangu walikuwa hapo. Nilipokea mshahara wangu hapo. Sikuhitaji kuamini nilipokea mshahara, ilikuwa ni jukumu la mchungaji. Na nilikuwa na nafasi nzuri hapo, lakini Mungu alikuwa ameniwekea nafasi nzuri zaidi. Lakini nilihitaji kuacha kazi yangu katika kanisa hilo. Sikuhitaji kuondoka katika kanisa hilo, lakini nilihitaji kuacha kazi niliyokuwa nafanya hapo, kwa sababu sikuweza kufuata kile ambacho nilihisi Mungu alikuwa anataka nifanye bila kuacha kazi hiyo. Na kwa miaka 2 nilikosa kumtii Mungu kabisa, na nikafadhaika na kufadhaika na kufadhaika na kufadhaika zaidi, na mambo ya kipuzi ya kila aina yakaanza kutokea maishani mwangu, watu kwenda kinyume na mimi, majaribu, mambo ya ajabu ajabu tu. Na ilinibidi nijifunze kwamba nilikuwa nimeshikilia mahali hapo, watu hao na kazi hiyo kwa dhati sana. Niliheshimiwa hapo. Kiti changu kilikuwa kimeandikwa jina langu. Nilikuwa na sehemu yangu binafsi ya kuegeza gari, ilikuwa imeandikwa jina langu. Nilikuwa mtu muhimu hapo. Na unaona, nilikuwa nimedhulumiwa zamani na nilitaka kuwa muhimu. Nilitaka kujihisi na umuhimu. Lakini Mungu hakutaka nipate umuhimu wangu kwa njia hiyo. Ukiachilia sifa yako hapa, utakuwa na sifa nzuri zaidi mbinguni. Umenisikia? Hatimaye niliondoka hapo, na oneni kile kinachofanyika sasa. Wakati mwingine inanitia hofu nikifikiria kile ambacho kingetokea kama ningesalia hapo. Sijui ni vitu vingapi Mungu amekwambia uachane navyo, lakini sisemi uondoke katika ndoa yako. Kwa hivyo msije mkaa. Lakini huenda ukahitaji kufanya maamuzi thabiti kwamba hutamruhusu mtu huyo ambaye pengine haishi maisha mema amwe jinsi tabia zako zitakavyokuwa. Hakuna kitu kinapaswa kukuzuia kusema, sikiliza, nakupenda na nataka ndoa hii isimame, lakini sitakosa kumtii Mungu. Jamani, sasa na najua vizuri sana kwamba baadhi yenu mnatangamana na watu ambao wanatia sumu, na mkifanya tu uamuzi na kuachana na watu hao, na pengine mtaishi kwa upweke kwa muda fulani ili mumtii Mungu, lakini Mungu ataleta baraka maishani mwenu ikiwa mtafanya hivyo. Unajua, Yohana Mbatizaji alikuwa tayari kabisa kuachilia nafasi yake Yesu alipojitokeza. Alikuja kutayarisha njia ya Yesu. Na Yesu alipokuja, Yohana alisema, yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Unajua, tunapaswa kujua jinsi ya kung'amua misimu ya maisha yetu. Na kwa kipindi kirefu sana, msimu mrefu, mimi na Dave tulifanya kila kitu katika huduma hii. Tulifanya kila kitu. Tulishiriki katika maamuzi yote, na ilifikia mahali ambapo hali hiyo ilinilemea kabisa. Kwa sababu nilikuwa nasafiri kupita kiasi na sikuweza kuendelea hivyo tena, na hata sikutaka kuendelea hivyo tena. Na Mungu alitupatia watoto wetu 2 wa kiume.
na tulifurahia kwamba walikuwa wanafanya kazi pamoja nasi, lakini hatukuwa tayari sana kuwapa mamlaka. Basi hatimaye tuliamua kuwapa uhuru wa kuendesha huduma, na walikuja kwetu ikiwa kulikuwa na jambo ambalo hawakuweza kabisa kulitatua, na nilipata amani kubwa sana. Ni kitu cha ajabu, ni kitu cha ajabu, na mambo mengi yalikuwa bora zaidi. Ilinibidi niwe tayari kuwapa mamlaka hayo, kisha mimi nianze msimu mpya katika maisha yangu. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.